Mwanamke mmoja wa umri wa kati amepatikana akiwa amefariki katika nyumba hii na aliyokuwa anaishi katika eneo la Mwangaza C, wadi wa Bera, gatuzi la Isiolo. Kwa mujibu wa Ben Kareithi ambaye ni mwenyekiti wa sub areas eneo hilo, ni kuwa harufu mbaya iliyokuwa ikitoka kwenye nyumba hii ndio ilivutia waliotabua kwamba amefariki. Kwa majina naitwa Ben Kareithi. Mimi ndi chairman wa area managers hapa Mwangaza. Jioni ya leo mwendo wa saa 10 niliweza kupigiwa simu na nyumba 10 wa hii area Mike Lasta, na akanieleza kwamba kuna mtu amekufia kwa nyumba. Hapo ndio nilichukua hatua na nikaingia katika hiyo area na nikaweza kujua kwamba kweli, nikaconfirm ya kwamba huyu kweli mtu amekufa, na nikachukua hatua ya kuita wahusika ambaye nilianza na chief wetu, baadaye nikapigia OCS wa Kulamawe na wakarespond fast, na hapo wakakuja waka-investigate ile jambo lilikuwa hapo, na wakaona ya kwamba kweli mtu amekufa, na wakaweza kumchukua wakaenda naye jioni ya leo. Na wale watu ambao waliweza kugundua kwamba ameaga dunia waliweza kuulizana na fulani ameenda wapi, hatujamuona kwa muda. Hapo ndio walianza kuangalia nyumba yake. Walipoenda wakakuta mlango imefungwa, na wakajaribu kufungua lakini hawakuweza kufungua, juu ilikuwa imefungwa juu hata chini. Na hapo ndio walianza kusikia harufu mbaya, na hapo ndio waliweza kuitana. Ezranera Morris ambaye ni kiateka wa ploti aliyokuwa naishi akielezea haya. Sasa kwangu mimi venye naweza sema, mimi niliona afya yake si mzuri, na venye niliona afya yake si mzuri hata mimi niliofia, na ikabidi nipigie mamangu akuja hapa mwenyewe, ndio pia yeye ni mama. Mimi nilijaribu kumhoji hata mimi kama mwanaume nione kama anaweza niambia shinda yake ni nini, lakini nikaona bando ananilenga. Kabisa sasa nipigie mama yangu. Mamangu alipofika hapa akamhesabia pesa ya nyumba, ikakuwa hajalipa miezi 3, na bando alikuwa amempea notice, na hiyo notice ilikuwa imepitisha mwezi moja. Akamuongezea mwezi mwingine moja, akamwambia hata hii mwezi nimekupea hii 6,000 yangu nakuitisha ya nyumba renting 2,000, kwa miezi 3 ni 6,000. Akamwambia hata hiyo pesa ndio hata mimi naona afya yako si mzuri, wewe ni mtoto yangu pia, ndio utafuta nyumba mahali unaweza lipa uweze kujiendeleza kimaisha. Na ikabidi ampei mwezi. So kwa hiyo harakati amekufia, alikuwa ame mwezi by tarehe 30 ilikuwa atoke kwa hiyo nyumba. Naishi peke yake, lakini kuna wakati walikuwa anaishi na brother yake, lakini brother yake venye alirudi kazi amekuwa akiishi peke yake. Ni kutokana na kisa hiki cha kusikitisha ambapo ushauri huu umetolewa kwa wakazi wa Bera na gatuzi la Isiolo kwa ujumla. Hapa Mwangaza naomba serikali wakapata kutusaidia sana. Mambo ya hivi vifo imekuwa mingi, na jana mtoto alikuwa ameaga hapa chini kidogo, leo ni hapa. Kwa hivyo tunaomba serikali pia nao wakapate kuingilia, wakapata kutuona mahali tunaishi na vile tunaishi. Na niko na shauri kwa watu ambao wanaishi kukaa peke yao. Ni very dangerous mtu kuishi peke yake kwa nyumba, mbia ana marafiki, ana mtu wako kilusi na yeye. Kwa sababu jambo kama hili limetendeka leo, kungekuwa na mtu kwa nyumba ama kungekuwa na mtu mwingine anaishi na yeye, angeundua hili jambo kabla hii mambo ifanyike. Kwa hivyo na washauri wale ambao wanaishi peke yao, ni vyema mtu awe na marafiki na wasitamani kuishi peke yao, kwa sababu sasa ukiona vile mtu amekufa ni vile alikuwa peke yake. Maybe angekuwa na mtu karibu angemsaidia na apate usaidizi. Tayari maafisa wa DCI wameanzisha uchunguzi wao kutafuta majibu ya nini kilichomfanyikia mwanamke huyo, huku marehemu akipelekwa kwenye makafani ya Isiolo. Kwa majina naitwa Moses Kimathi. Hii ni area Golani area. Mimi ni nyumba 10 kwa hii sehemu. Tutaka serikali ifanye investigation yake ya kujua nini kilifanyika. Nikiripotia Kamachu TV kutoka eneo hili la Mwangaza, wadi wa Bera, gatuzi la Isiolo, langu jina
wa Jumbi Kamachu.